tulitoa ahadi kwamba tutafanya usafiri wa umma kuwa ni usafiri unaotumia umeme. Lengo ni kupunguza uchafuzi wa mazingira, lakini kutoa huduma zilizokuwa bora za kisasa. Sekta ya usafiri wa umma imekunjwa katika mwelekeo sahihi. Mwelekeo unaolenga kumtua mwananchi adha za barabarani, kuimarisha usalama wake na kuokoa muda wake. Hebu tazama hapa katika kituo cha daladala Kijangwani kilivyopambika kwa mandhari ya mabasi mapya ya umeme yanayong'aa, yakiwa ishara ya ukurasa mpya wa usafiri wa umma visiwani Zanzibar. Asubuhi ya leo, mamia ya wananchi walifika katika vituo mbalimbali kushuhudia na kuanza kutumia rasmi usafiri wa mabasi yanayotumia nishati ya umeme. Wengine walifika kwa shauku ya kuyaona kwa mara ya kwanza, huku wengine wakiwa tayari kuanza safari zao katika mfumo mpya unaotarajiwa kuleta mapinduzi makubwa ya usafiri wa umma. Mabasi haya ya kisasa yameanza rasmi kutoa huduma Zanzibar, yakilenga kuboresha usafiri wa wananchi kwa safari salama, zenye utulivu na zinazokwenda sambamba na matumizi ya teknolojia ya kisasa pamoja na nishati safi inayohifadhi mazingira. Mapema akizungumza, mkurugenzi wa usalama wa Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar, Fadhil Juma Ali, amewataka wananchi kuhakikisha wananunua kadi za usafiri mapema ili kuepuka usumbufu wanapotumia mabasi hayo. Amefafanua kuwa mfumo wa kadi ndiyo njia rasmi ya kufanya malipo katika mabasi hayo, hivyo maandalizi ya mapema yatawasaidia wananchi kusafiri kwa urahisi, haraka na bila vikwazo. Hatua ya kuanza rasmi kwa usafiri wa mabasi maalum ya umeme ambayo kwa sasa tumeyapangia kwa njia ya mjini uwanja wa ndege pamoja na mjini Chukwani. Mabasi yameanza wakati huu wa asubuhi licha ya changamoto ndogo ndogo, lakini sasa yameanza na mabasi yapatao 8 sasa hivi yako yanafanya kazi. Mabasi 5 tumeyapeleka njia ya Chukwani Buyu na 3 yapo uwanja wa ndege mjini. Na utaratibu wa kutumia mabasi hayo, sasa tunatumia kadi na wananchi sasa hivi hapa wapo wengi wanajitokeza kuchukua kadi. Changamoto iliyopo kubwa ni kwamba kadi zilianza kuuzwa kipindi kirefu tangu siku ya uzinduzi pale Mheshimiwa Rais alipozindua pale Malindi, kadi zilikuwa tayari, lakini wananchi nao wameanza kusubiri kudelay kidogo. Sasa wote leo wamekuja kuhitaji kadi kwa wakati mmoja. Nafikiri hilo tu ndio changamoto, na nadhani watu walikuwa wanafikiria kwamba je, haya masuala yatakuwa kwa kweli, lakini leo wamethibitisha kwamba kweli yapo, na ndio maana wamejitokeza, na hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa ambayo imeleta changamoto. Lakini hata hivyo, sasa hivi kadi zinapatikana, mfumo unafanya kazi, lakini hata vile tiketi nazo zinatumika, lakini hata wale wananchi wa leo ambao walikuwa hawajajiandaa vizuri, basi kwa kushirikiana na kampuni hii pendwa wanachukua kwa bure kabisa. Lakini kwa wakati huu mawakala wamesambazwa katika kila kona na wanaingia katika kila basi ili kuhakikisha hakuna mwananchi ambaye atakosa huduma. Kwa hiyo mimi ni waombe sana wananchi watuunge mkono katika kufanikisha jambo hili muhimu sana ambalo katika hali ya kawaida limeleta tija mno, kwa sababu gari hili moja lina uwezo wa kuchukua kama abiria wa gari 3. Kwa hiyo kila dakika 20 basi hilo linakuja na linachukua abiria, na likiondoka hapa katika kituo kikubwa cha Kijangwani, basi vituo vyote vidogo vilivyobakia ni kusimama kwa muda mchache, kushusha na kuendelea mbele. Kwa hiyo hakuna ule utaratibu wa kuganda katika vituo kwa muda mrefu kama ambavyo ilikuwa kifanywa katika gari zetu za usafiri wa umma ule wa awali. Kwa hiyo sisi pia kama Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani tutakuwa tayari kupokea mawazo ya watu katika kufanikisha usafiri huu mzuri ili kuweza kwenda sambamba na kuunga mkono ndoto za Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tuna usafiri wa kileo na wa kisasa. Kwa upande wao, baadhi ya waliopata fursa ya kusafiri kwa mabasi hayo kwa mara ya kwanza wamesema wamevutiwa na ubora wa huduma,
wakieleza kuwa mabasi ni tulivu, yenye nafasi nzuri na yanatoa faraja tofauti na ilivyozoeka katika usafiri wa kawaida. Kweli huu mradi sisi tumefurahia na ni mradi mzuri kwa sababu kwanza unatoa huduma zake ni mzuri ambazo zinatufikia sisi wananchi. Kwa hiyo tumefurahi sana kufikiwa na mradi huu, na mradi huu isiwe mwanzo tu, tunataka iwe endelevu, yani kila siku, sio isiwe leo na kesho kutwa, yani kila siku tunautaka mradi uendelee, kwa sababu mradi sisi tumefurahia. Na mimi kama mimi mwananchi nimefurahi na nimeamua kwenda kukata kadi yangu hii kwa ajili ya usafiri ambao nitatumia. Kwa hiyo nawataka na wananchi wenzangu waje tushirikiane au watoe ushirikiano ndani ya usafiri huu, kwa sababu usafiri huu si wa mtu mmoja, ni usafiri wa umma ambao tutakuwa tunautumia. Huu mradi utatusaidia kwa sababu sisi wengine mimi nakaa jia la Buyo. Na Buyo daladala hakuna, tunatumia pale usafiri wa bajaji. Ukishuka huko daladala lako kama ni 700 kama ni 500 ukishika Seria Chukwani, uchukue tena daladala la Buyo. Bajaji la Buyo buku mpaka njia ya kwenda kwako. Hasa kwa hili gari linasaidia kwa sababu likitoka huku mjini hadi jia la Buyo linaelekea. Nikishuka kituoni kwangu nafika hadi wapi? Naenda kwangu. Na kwa tena ile gharama kutumia tena bajaji au bodaboda na kwa tena situmii. Kwa wengi wao huu si mwanzo wa mabasi mapya pekee, bali ni mwanzo wa matumaini mapya ya safari ya uhakika unaozingatia muda, usalama na hadhi ya msafiri. Tumeandaa kanuni ambazo zimetoa maelekezo na zimetupa power za kuwachukulia hatua wale wote ambao watakwenda kinyume na utaratibu uliowekwa katika usafiri huu. Kanuni ipo wa kisheria, kwa hiyo kwa hilo hatuna wasiwasi. Lakini katika kuyalinda, jambo la kwanza, humu mna speed limit, mna kiwango maalum cha speed. Tunafahamu njia zetu ziko na gari nyingine zinatumia, ili kuhakikisha kwamba magari haya yanakuwa salama, lakini na abiria waliochukuliwa wanakuwa salama na tunayatumia kwa muda mrefu. Tumeweka kiwango maalum cha mwendo ambacho hicho ni salama zaidi, lakini hayatasimama kila mahali, yatasimama katika vituo maalum ambavyo vimewekewa alama, na katika kituo hicho tutalinda na kusimamia kwamba magari yote ambayo hayakuwa na haki ya kutumia kituo hicho hayatakaa, ili kuepusha mgongano, ili kuepusha ajali ambazo zimeweza kutokezea. Mradi wa mabasi ya umeme unatarajiwa kuongeza ufanisi wa usafiri wa umma Zanzibar, kupunguza utegemezi wa mafuta, kuunga mkono matumizi ya nishati safi na kuchangia katika ujenzi wa mfuko wa usafiri wa kisasa unaokidhi mahitaji ya sasa na ya vizazi vijavyo. Niliyekusimulia na kukuandalia makala hii ni mimi Hamis Juma.